Hello friends, welcome Truthcast Media. Kwa nafasi tena ya kipekee tunashukuru Mungu kwa sababu anazidi kututendea, anazidi kutuongoza, anazidi kutuelekeza kwa kila wakati. Na ilivyo desturi yetu leo tuko hapa katika kwa ajili ya kujadiliana Biblia. Na katika msingi wetu leo mafundisho yetu ambayo tutakaoenda kuangalia kwa wakati wa sasa ni kuhusu maisha ya upendo katika kijana. Ni kipi kile ambacho unachokifahamu kuhusu upendo? Wewe kama kijana unayetutazama na kutufuatilia, ni kipi kile unachokifahamu kuhusu upendo? Na kwanza kabisa ningependa kuwashukuru wote ambao wameweza kutufuatilia katika mtandao wa Truthcast Media. Tumeweza kuwa pamoja nanyi kama familia na tunashukuru kwa nafasi ambao mmeweza kutusaidia sana. Na vile vile kama bengine hujafika kule YouTube, TikTok, Facebook na hata Twitter na Instagram, tunakuomba kwa nafasi ya kipekee ukaweze kufika kule ili tukaweze kusaidiana injili ya Kristo kaweze kwenda mbele. Mbeleni leo katika studio tuko na familia ambayo itakayoenda kutufundisha katika maisha ya upendo kama kijana. Je, sijui ni kipi kile unachokifahamu wewe kama kijana, wewe kama mzazi, ni kipi kile ambacho unachokifahamu katika nyakati za sasa kuhusu maisha ya upendo? Niruhusu niwaletee ambao familia ambayo itakayoenda kutongoza katika nafasi ya leo. Nimefurahia sana kwa sababu it's a blessed family. Actually nimependa even ukiangalia jinsi ambavyo wamefaa, inaonyesha kwa hakika ni familia ambayo imefanikiwa ama imebarikiwa zaidi. Sun family, welcome Truthcast Media. Asante. Na Mungu akaweze kuwabariki. Kwanza kabisa napenda kuwashukuru wakati tulipokaa hivi tukaona ni familia gani ambayo tutaweza kuwa na mjadala wao. Mungu akatujalia ikafika kwenu. Asante. Natumai ya kwamba kulikuwa na familia mingi, lakini jinsi Mungu anavyofanya kazi aliona ni vyema tukaweze kuwa pamoja nanyi katika siku ya leo. Nashukuru sana kwa nafasi ya kipekee. Uzuri ni kwamba ni familia ya vijana ambao watakaoenda kuzungumza maisha ya vijana kama kijana. So usiwe na wasiwasi wowote unapotufuatilia, usiwe na wasiwasi wowote. Ni maisha ambayo kama kijana atazungumza. So yote ambayo tutakayoangalia. Na pengine swali, je, walihusika haje katika hali yao ya ndoa? Walifanya harusi ama hawakufanya? Ni baadhi ya maswali ambayo pengine tutaweza kujua hapo mbeleni tunapoendelea. Ningeomba tuanze, sijui tunaanza ladies first or gents? Ni nani huwa kama familia mnawapa nafasi ya kwanza? Ladies first. Ladies first. In terms of... Lakini sasa tunaongelea kifamilia. Kule mnapokuwa nyumbani, asimu mgeni amefika, nani wa kwanza anasema hodi? Natamani aanze wa kwanza kutufungulia panelist, atuambie kwa majina kamili na tujue pengine wakati alipokubali akaingia ndoa kuna lile jina ambayo alikuwa nayo ya nyumbani baada naitumia mpaka tuko kwa familia. Nashukuru sana. Hebu tuambie kwa majina tuone kama kunaendaje. Asante sana. Nawashukuru wana Truthcast Media kwa kutukaribisha kama familia. Nashukuru. Familia ndogo inajulikana kama familia Sun Junior. Na jinsi umeuliza tu hapo mwanzo before nipatane na yeye ama awe mume wangu, nilikuwa najulikana kama Jacqueline Sego. Jacqueline ni jina ya kwanza, Sego ni jina nyumbani kwetu. Lakini tu wakati niliposema yes I do, ikabadilisha na ikakuwa Jacqueline Sun. So, unapoenda mahali popote ni lazima Sang litamke mahali. Naam. Wow, that's a wonderful. Maybe Mr. Sang. Yes. Na bengine unajisi haje wakati mke wako anapojitambulisha Miss Sang? No? I feel complete. You feel I feel complete. I feel I own something precious. Wow. I feel so high, you know. Unajua kuna ile heshima una feel, kumbe kungekuwa na wakati siku moja ama yani mtu atabeba jina langu na kweli imetimia na nasikia vizuri sana. Wow, ni changamoto kwa kijana yeyote pengine hajapata familia ama uko katika mkakati ya kupata familia. Hebu jaribu kuharakisha kidogo kwa sababu
unasikia jina Sang akisikia mahali mke wake anatamka Sang, kuna hiyo furaha ama kuna ile heshima inakuja kutokana na hilo jina. Natumai ya kwamba Mr. Sang, Yes. pengine utuambie majina yako kamili. Okay, kwa jina langu ni Isaac Kipchirchir Arap Sang. Wow. In Kalenjin tunajiita Arap, kumaanisha wewe ni mwana wa Sang. Sang. Yes. Oh, wow, thank you. Ndiyo. So halabu linatokana kutoka kwa kifamilia. Ndio. So tuseme halabu ni jina linatokana na familia. Ndio, yani Arap ni kama njia. Umetoka kwa lineage ya Wow, hata kwetu kule kuna baadhi ya majina ambayo inaonyesha familia fulani. ndio. Wow, nashukuru sana. Actually nimefurahia kuwa pamoja nanyi. Sio mimi tu peke yake. Kuna marafiki wetu ambao wanatutazama kule. Na so far wale ambao wanatutazama katika mtandao wa Facebook, TikTok na YouTube na Instagram ni wako zaidi ya 50,000. So you know, it's a blessed platform that Mungu ameweza kutusaidia kwa nafasi ya kipekee. Na pengine kabla hatujaanza, ningeomba mmoja wetu akaweze kutuanzilisha kwa ombi. Kila ambacho pengine nitafanya katika muda huu wa kipekee, sitakuwa na ile uwezo wa kuselect mtu akaweze kufanya jukumu because tuko hapa kama familia. Ndio. Na kama familia nyinyi ndio mtakaoenda kutuelekeza familia ilianzaje, ikafika wapi, mnaelekea wapi. Unajua kuna ile furaha ya familia. Ya, tunashukuru. Nani anaweza kutuanzisha kwa ombi? Acha mke wangu she's a prayer warrior by the way. Wow, I thank God. Wakati naposikia hivyo, mbeleni tutakuja kuelewa. Maybe tunaweza kutuombea. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru wakati huu. Tunakurudisha shukrani kwa ajili ya wakati huu ambao tumekutana na wana True Media ili tuweze kunena neno lako Jehova. Neno ambalo litakuwa na himizo kwa vijana hata wanapo jiandaa kwa ajili ya ndoa yao. Tunaomba ili uzidi kutuongoza, uzidi kutubariki, na zaidi ya yote Baba, yale ambayo tunaenda kunena yawe yanatoka mbinguni, katika jina la Yesu aliye mwana mkombozi wetu. Amen. Wow, thank you. Kitu cha kwanza kabisa nimesoma hata kabla tujaingia katika mjadala wa leo. Namaanisha Brother Sang, you find a prayer warrior wife. Yes. Kumbe mtu unaweza kuoa, lakini kama hujafanikiwa kupata mke wa maombi, utatoboa. Lakini sasa swali likawa, nitajuaje mke wangu ni wa maombi? Pengine kabla tujaingia katika maswali haya, utatambua mke wako mtarajiwa ni mke punde tu utakapotambua anakuconsider katika maombi, anataja jina lako hata anapoomba katika mipango zake. Wow. Na anapoomba anakuambia nimekuombea hivi na hivi, na kesho maombi yanapata kujibiwa. Ninaweza sema mambo mengi, lakini kwa muktasari nitasema Kenya alikuwa anaombea ilikuwa inaenda through. Wow, thank you. Na si tu kuombea tu peke yake, tunaamini kila chochote anachokiombea katika familia ndio kinafanikiwa. Natumai kwamba hilo ndio lengo la kijana yeyote yule ambaye anatufuatilia. Pengine ningeomba niruhusu tu kwanza nikaweze kuuliza swali. Wewe kama baba wa familia, mume wa familia, mke wako anapokuwa kule nje, ni jina gani ungetamani akaweze kutambuliwa nalo? Seme kama for example mimi naitwa Kebande, ninapofika kule nje mtu hata akiniita Kebande niko sawa naye. Sasa kule anapoenda kule nyumbani, madada zake kuna lile jina ambao wanaweza kumuita na ako sawa naye. Sasa kama mume wa familia, ni jina gani lile mtu yeyote anapomuita you are okay with it? Madam Chaki ama ni nani? Mrs. Sang. Mrs. Sang. Yes. Wow, thank you. Yeah. At all cost also. Hiyo ngine naposema Mrs. Sang ni yule ambaye mke wa Sang. So sita hiyo jina lake limeisha sasa.
alitatamka tena. ama ikuje after sang imetangulia. Wow. Ni changamoto kwangu, lakini labda nitatumia misa. Wow, thank you. Brother Sang, you know, kila mmoja ametoka from a different background, from a different family. And every individual was raised in a very different ground. Maybe before we proceed, there is something which also our friends want to know about you people. Mulisoma haya primary moja, high school moja, or college moja? Mara ya kwanza kabisa kukutana ilikuwa wapi? Hatujasoma shule ya upili moja, wala ya msingi hatujasoma moja, ama chuo kikuu hatujasoma pamoja. Hatujasoma pamoja. Sasa mara ya kwanza kabisa mlipokutana ni wapi? Tulikutana University of Eastern Africa Baraton. Yeah. Ndio tulionana, hatukukutana. Mlionana, tulionana mwaka kanisa la Kiadventista. Nikapiga darubini nikamulika na tukapoteleana tena, ataendelea baada ya hapo. Ai, wow. Yaani ulimuona mara ya kwanza akapotea. Na ikafika mara ya pili, sasa kunaendaje? Mara ya pili tukapatana sasa katika mkahawa ama coffee restaurant. Yeah. Baada sasa kupata namba na amepata yangu, tukapatana tukaongea 1-2. Brother Sang, kuna kapali haba nataka kuelewa pamoja na mandugu zetu. Mara ya kwanza mlikutana Baraton. Yes. Hamukuongea? Hatukuongea wala kusalamiana. Mulionana tu, kaona labda pengine yeye huenda hata hakukuona. Sijui Miss Sang, ulimuona hapo hiyo siku ya kwanza? Yale maneno ambayo ama hata wewe ukumbuki? Okay, yetu ni opposite from what we expect. Yes. Siku ya kwanza vile amesema tulipatana University of Eastern Africa Baraton. Yes. Yeye chuo kikuu alikuwa Most Masinde Muliro huko. Alafu mimi nilikuwa Baraton. Funny enough, kulikuwa na ni kama alikuwa anakuja, ulikuwa unakuja mission, si ndio? Yeah, it was an event ya because unajua alikuja Baraton, alafu kule Baraton kuna kuanga, unajua uko ni Adventist University, so church is compulsory to any student mwenye anaenda Baraton. Yeah. Then there is this group, it's called outreach. Yeah. Outreach most of the time inakuanga ya Adventist, watu wenye yani kwa wamekuwa Adventist all along. So after service Friday in the evening, went for an outreach meeting and he was there. And what's happened is nilikuwa nimekaa pale nyuma, alafu wakaita waimbe. So he is a good singer. He's a good singer. Yeah, he's a prayer warrior. Wow, I like that from me. Yeah, he's a good singer. So your time akaitwa, wakaimba. Then okay, vile alimba, I started admiring him the way he was singing. Now that is where we are heading. Yeah. Usiweke utamu yote hapo. Niache hapo. Usiweke utamu yako. So, hey, wabendwa, check. We normally talk about Achendu is the first person to admire Haridi. Yes, but now for our case it was different. Yes. And afterwards, not just as my personality, I cannot talk the first time. Yeah. Nikamwona tu na nikanyamaza. And what I did, nilimwona nikampenda na nikanyamaza na akarudi Most. So nikaenda nyumbani. Sasa hiyo siku nikaenda kwa nyumba, I prayed. Nikasema, so God, I saw this person. I saw this person, and what's happened is that I never talked to him, but you know, sister, yeah, that was the end. And unajua ikaishia hapo, na with the time things are fading, akaanza kutoka kwa akili yangu, but that song whenever I sing nakumkumbuka sasa. Nakumbuka the song sasa nakumbuka, namkumbuka tu. So that time I was in second year, that year, fourth year, ikaisha hivyo. Ika happen that kuna time
tena. Remember I prayed and I said, God, you know it. Let your And will that be done. was, yeah, let your will be As a done. prayer warrior. Yes. And then the second time I saw him, kuna one of the churchmate alikuwa na koito mahali. And the same churchmate alikuwa schoolmate wake. So, alikuwa schoolmate wake high school Kabuta Adventist. Yes. So, we went... Hebu ngoja kidogo. There is something here. So, Brother Sang, Naam. not only being Adventist even today, you had the privilege of studying Adventist high school. Sure. Wow. It's a privilege. It will come to another topic hapo mbeleni. We'll come to discover. Yes. Miss Sang. So now the story continues. So wakati tulipatana kwa, so alikuwa na some of the men, the schoolmates, now they had come to attend the schoolmates pre-wedding. So tulikuwa tunapita hivi and na alikuwa among them. So vile nilipita hivi akaturn back na akasmile. He don't know me, I don't know him, but akaturn back na akasmile. I smiled back. Yes. Maybe tukimaliza this discussion, I will request to know the kind of that smile the way it was. Because maybe there is something which young people sometimes will like. Actually, I'm a young person and I know sometimes things yenye huwa tunapitia. And wakati naposikia Brother Sang aliangalia akasmile and you smiled without talking. So the first communication between you people, it was a smile. Yeah, it was a smile. Wow. There was no any talk but the smile. And Smile back. So who asked, nani aliomba namba mwingine wa kwanza? It's now him. Yeye. I loved him but he never said anything, but he was the first one to ask for a So number. wakati ulisikia ule ambayo umependa na umempenda anakuja kwako kukwambia hi, but how was the first approach? Okay, the first approach after now he asked the number from the, I heard what he said to that schoolmate that I want a real lady who can be a wife. That was the message from now the friend. So hakukuomba namba, Hakuniomba, aliomba rafiki yake ambaye pia ni rafiki yako. Ni rafiki yangu. Wow. So he asked the number and now the friend gave him my number. Then the moment he now starts chatting with me, he chats WhatsApp. The moment alianza kuchat na mimi, alikuwa ananiuliza, so akaniambia unajua kwaya gani? I told him najua Revived Ministries. So Revived ni kwaya anaimba. So yeye mwenyewe anaposikia akajua hapa sasa mambo yangu yameenda sawa. You know so sometimes. Akaniambia unajua nani Revived? And the first name I told him was najua Aizo. So nani yeye. So I wish kama tunge include that person who was between you people in this discussion, but we will invite him another day. Okay. Actually, Brother Sang, Yes. you know, this story is so interesting. Yeah. Your wife alikuona mara ya kwanza na akakupenda, and the most important thing which yenye nimediscover, he loved you the first thing because you are Adventist. Yeah. Wow, because aliona ule jamaa anaimba fiti na akakupenda. So wakati unapoenda kuomba rafiki yake namba, why couldn't you, mbona ungeenda kwake specific ukaweza kumwambia hi, sidi namba? Ni sababu ilikuwa ni umbali. Ya kupatana. Yes. Ya kupatana ndio ili labda ukasema as much ni mbali, hebu nijaribu uwezo yangu. Nikaambiana tu nisaidie namba. Uende kujitetea kama mwanaume gumundu. Na pengine unapomuuliza baadhi ya maswali kama unajua kwaya gani, unajua nani kwa hiyo kwaya, na unasikia, unajua mara ya kwanza hajajua kama ni wewe ndio mnazungumza. Alafu unasikia anakutaja wewe kwa jina. Ni kipi kile ambacho kilikuja katika akili zako? Yeah, the moment nilimwambia mimi ni muimbaji na ninapenda sana kuimba. Hata yeye akasema pia na mimi napenda kuimba. Nikaambia unajua kwaya gani ama unajua nyimbo za kwaya gani? Akasema anajua Revived Ministers na anajua Mediators yenye anaimba sasa.
Ngoja kidogo. So you people, apart from being a prayer warrior, yeye pia ni mwimbaji. She sings so nicely, alto and soprano. I like that statement. She sings so nicely ama lovely. Wow, napenda sana ya such statement because always na mimi inanipa ile motisha. Wow, I think it's a nice story. Na nimependa familia yenu sana. So I know there is a brother or sister wenye wanatuangalia and maybe na yeye pengine angetamani kukuwa na familia kama yenu. Na pengine nikipata ile mwenye anasema unaweza nipatia namba ya ile familia wanaweza nisimamia katika familia, pengine unaonaje hapo brother sana? Hatuwezi kataa na we are friendly people. Yeah. Hatuwezi kataa kuja kuwa best couples. Yes. Because we know the power of support. Yeah. Because out of that support we are here. Wow, wonderful. Ingekuwa ule rafiki mbaya nikamwambia nisaidie namba aseme we jipange ama na by the majority wanasemanga unipatie namba ya huyo mtu because maybe amempost na ni maybe ni birthday ya huyo mtu ukaiona kwa status. Yeah. Ama story timeline. Lakini hajajua kama unamjua zaidi. Yes. Yeah. It's only that umemuona mahali. So ni ile njia mwafaka tu ya kumfikia mtu ni through wewe because unamjua. Wow. So unaweza omba mtu namba, unaweza mshawishi mtu kwamba usikatae, usinyime. Hiyo maybe ni nyota ya mtu. Maybe hapo ni baraka ya mtu inatokea. In case relationship agenda ifail, anaweza baki kuwa rafiki wake na mconnect kwa job. Yeah. It's not necessarily that if relationship affair ikifail wanaweza separate. Yeah. Yes. So inamaanisha uhusiano haimaanishi it does not give us a condition that it must bring marriage or whatever what. You try. Mnaongea. So majamaa, bwana mjitume. Na familia hapa historia yao ni tamu sana. So also to our Adventist ready hall in at a ready outside there that who has gotten that privilege to take part of Truthcast Media. Wakati jamaa anakuwa approach and actually anakuambia so and so I need a family, be flexible. You know, you never know what God plans for you. You know, these people hawakuwa wamepanga kama ama mlikuwa mmepanga kama siku moja mnaweza kuwa kama familia. Hapana. Hawakujuana, kila mmoja kazaliwa kivyake, kila mmoja kalelewa kivyake, kila mmoja kasoma tofauti, lakini jinsi Mungu anavyopanga. Sasa hivi tuko na familia from nowhere without having notification from NPod. And now maybe before we proceed to another question between you, nani ako so romantic? I can answer that. Wow. Who's so romantic, Nissan? Yes, he's very romantic. He's very romantic. And how do you maintain that love? You know, the Bible also is challenging to us that a man is to love and a woman, a wife is to submit. So wakati anapokupenda, anapokuonyesha hiyo upendo, how do you submit such love? Okay, junajanga it is a rare thing. Wakati tu amonesha any kind of love kwangu, I'll have to show that I appreciate that from the heart. Yeah. Immediately, kama for example, a little gift, I'll have to show that I'm really happy about the gift. Yeah. So it is a motivation because when a time I let a gift, then I had to, sometimes when I quite emotional until you shed some tears. Yeah. So the next time I saw him and later then better than that. So it shows that imenisaidia kumulearn that anytime I'm later doing something, I appreciate. I really appreciate. So meaning that in love, in order to last, also as you have to appreciate another. Wakati anapokufanyia kitu chochote katika hali ya upendo, pia na wewe kuwa mtu mwenye ana appreciate. Very true. Wow. And maybe brother son, Naam. you know you are romantic?
I never knew. Ya tumechua katika wewe nilikuwa nafanya tu mambo yako. Mimi hata nilidhani mimi ndio nilifaa kusema she's romantic, but kumbe But nilipenda pia yeye alisema let me answer that question, so she is very sure whatever she will answer. And how do you maintain that love now, because at the beginning you knew that she was romantic, and how you as a man, as a husband, and also as a father in that family. So in order for that family to maintain that love, you have a duty and responsibility. How have you ever, mmewezaje ku maintain that love since the beginning? There is our brother there mwenye anatutazama, na maybe in one way or the other, na yeye anafikiria siku moja niwe na familia. Lakini kuna ile wakati mwingine unapata kukorobishana hiko, lakini yeye kama mzee wa familia, wewe kama mzee wa familia, you have the duty and responsibility to keep that love when even you are too raw. How do you maintain that love? I maintain simple. Biblia inatuagiza enyi waume pendeni wake zenu. When it is always just penda mtu, the image ama the results is itakumotivate uendelee. So mimi chenye huwa nafanya tu ni ku maintain my lane as a husband. Even before I married, I was maintaining my lanes. For that relationship to last, to nourish and whatever. So I just maintained my lane. I knew what to do. I knew what not to do. Najua kucheza hii kadi. Nilikuwa najua unaguza wapi kwanza, usianzie wapi kwanza, fika hivi kwanza, ni hatua. Yes. Ni hatua. Yes. So kuna yule ambaye pengine acha ingia katika ndoa na anafikiria yeye kama kijana, wakati mmoja akaweze kuwa na familia, na wakati mmoja inakuwa na changamoto sana. You can't find a right person, you can't find a right spouse, and then but now to maintain, it's really challenging. And I believe that maybe uniambie, you confirm to me that I believe that in every family, in order to maintain, there must be love. Sure. And kitu moja ambacho nipenda na hii familia, upendo yao sio tu ya wanadamu, pia bali upendo yao imetokana katika msingi wa maandiko. If you have been kama umekuwa ukitufuatilia from the beginning since we once discussion, Misang ameonekana yule ambaye anaangalia in a spiritual matters most, and brother, he has confirmed also to us that in order for a man, you must lazima uweke msingi wako katika maandiko. Maybe there is another question as we proceed. Now that you know you love each other, mnapendana, mnajua you have a responsibility, kuna ile lazima mpendane at all cost. Ni kipi kile ambacho nyinyi kama wawili wakati fulani ama muda fulani ni lazima mfanye kama nyinyi familia katika hali ya kumaintain hiyo upendo? Sometimes you work, she work, and so wakati mwingine mnaweza pata amuko wakati moja pamoja. Wewe umetoka kazini umechoka, yeye ametoka kazini umechoka, lakini mnapofika nyumbani you have to maintain the respect of that family. Ni kipi kile ambacho mnakaa chini, mnafikiria, mnaamua, now let's do this to maintain our family? Maybe Brother Sang? Nitaanza kwa before we married. And then I will answer after we have married, because the answer might favor those who have married. So before we married, how I maintained. Unajua, yes. Ukisikia unajua mtu hata akisikia how I maintained hadi nikamuoa, ana kitu ya kwanza anafikiria ni pesa. Anaweza fikiria nilimspoil, nikampeleka Dubai ama nikampeleka abroad ama nikamfanyia nini. Ngoja kidogo. Yes. I'm very sure this young person who mwenye anatuangalia na tutafama. Our friend at Truthcast Media. You married your wife. Yes. Without interest of finance.
I never thought of buying love. So you never spend love Yes, in terms of money. I spend. You spend but at a point of sio ni pesa ndio inakufanya Yes, wewe. yes, I will. We will actually be creative. And Miss Sang, you know, I know you are a teacher by profession. And how do you maintain that character? You know, wakati unapokuwa mwalimu, unapokuwa kule shuleni, kuna ile as a teacher, you carry a character as a teacher. But wakati unapofika nyumbani, that character as a teacher must die. Because if it can't die, to maintain that family in love, it might be a challenge, because wakati mwingine unapokuwa shuleni kuna ile language inakuja sa teacher, you have to command, you have to, yani lazima kuna lugha fulani. How do you maintain? Unajua mimi mambo ya shule yameishia hapa, mimi ni mambo ya familia. How do you maintain? Thank you for that question. So wakati tuko shule most of the time unafaa ile sura ya kazi. Yeah. Because you have to keep some boundaries with students. Yeah. Lakini sasa most of the time kitu imeniguide ni Biblia. Always in a family a man is the head. Yeah. Hata kama wewe ni mwalimu uko na ile rules za shule that you have to be strict, but always a man is the head. Anything that he says you have to be submissive as a woman. Yeah. And you trust that one has the right guide. You know, there is sometimes challenging to young people in our churches, in our families, and even to our society. You can find a lady, yeye labda amesoma, ameenda sana, and the gentleman labda yeye hajafanikiwa kufika kule ambapo the other lady penye amefika. You know, saa zingine anaweza kuwa na ile hali ya kimawazo. You know, my spouse. Ni advice gani pengine ungepeana to ladies outside there? When you are in a family, you want to have a family, but maybe the other partner, yeye hajasoma sana. Maybe because your case is actually very different, because nyote mulisoma to a university level. And so you are working in the same class level. But outside there, unaweza pata they are working in a different classing level. So that is why I'm trying to encourage ladies that now, anytime that you want to make a decision of getting married, Yeah. the first thing is you invite God to your life. Yeah. Because even the Bible, in the book of Genesis, anything in the beginning, God created. So anything that has the beginning with God have got a good end. Yeah. Because after creation, that God, it was good. So I will ask to encourage them that anytime that you first invite God into your life, automatically that bride will go out. It will fade from your heart. Yeah. Because you have to be very accommodative to that person and understand that that is the head of the family as supposed by God. Yeah. So anytime they have God, there is something that instinctively, spirit of God will be telling them that at least you have to be submissive. And it maybe you see that if your level of education is still high, you can think higher than umweleze kwa njia ya upendo. Automatically atakuja chini na muunderstand pamoja that okay, this atie mwenyewe atakuta lazima if I was going to make this decision, it was not going to be successful as we use what she is saying. Wow. So it will bring that harmony and home will be peaceful. And of course, unity will be the center. Very true. Wow, I like and nimependa by the way familia yenu, and I think you are the first family to be my best family. Kuna ile familia yenye unakaa tu hivi unafikiria Brother Sang is family. They are actually really blessed family. Brother Sang. Yes. You know, outside there, maybe your case to a point where you are might be somehow different to compared to someone outside there. Yeah. And talking about young people as men, nikukumbushe tu kidogo hapo nyuma,
Mke wako alisema mara ya kwanza alipokuona kuna kile ambacho halikiona kwako na akakupenda. Lakini ni penye hakukuwa na nguvu ya kukuja kukwambia mara ya kwanza, nimekupenda. Na wewe ukamuona kule mara ya kwanza na pengine kuna kile ambacho ulichokiona kwake ukampenda. And napenda sana kwa sababu you introduced your wife as a prayer warrior. So meaning in a Christian standard, that's where you based your family to. Yeah. To house it there is our brother, there is our young lady there. Nafikiria nitawezaje kuanza kubata safari ya mchumba? Do we have the right channel, the right praise, the right season to find someone in love? Yeah, there is right procedure. Which? The right procedure is one, pray, invite God, because you know you are about to begin a serious journey. So, before you think of loving someone, yes, you have to pray. Are you talking to only men? Let Miss Sanga to confirm me. Is that right? Even to ladies, you have to pray before you began talking of love to someone. Yes. Yeah, even you are in the church and somebody just greeted you today and you feel from your heart you feel something. Go and pray. Wow. Don't even ask anything. Go and pray. Where? God, you have all authority over my life. So the beginning for any successful family, prayer must be the same. And maybe the other thing? Number 2, be confident. Be confident. Hapo kwa confident hapo ndio sasa nataka tuangalie kidogo. Yes. Inamaanisha nini? Kuwa mjasiri ni kwamba uwe jasiri, maana hatua ambayo umeanza kupiga si hatua ya wanyonge. Yeah. Safari ya mapenzi haihitaji roho nyepesi. What? Safari ya mapenzi haihitaji roho nyepesi. Safari ya mapenzi haihitaji mtu ambaye hana uvumilivu. You have to have patience. Uvumilivu. Kitu ya kwanza hapa tumepata, you must be prayerful. Yes. You must have confidence. You must have patience. And kuvumilia kwa resilience. What do you say? Ule mwenye anajaribu kuvumilia. Yeah, kufuatilia kitu fulani. Yes. Usio wa haraka. Wa kugifa baraka hiyo. Yes. So I know there is maybe young person is about to lose hope in love because yeye amejaribu ya kwanza, anataka vitu ziende tu straight venye anataka. Hivyo sasa. So hiyo ndio inamchosha. But now there is a challenge here. What if I be based to someone whom I don't know? He is a right person, he is a right person. Okay, kuna hii mtu anasema unaweza kuwa unadhani uko patient yet una waste time. Yeah. Unaweza baini kwa haraka ikiwa wewe umekita mizizi kwa Mungu. Mungu akufichi. So when we are talking about love in a family to a marriage, yes, God seems to be the center. Anakufunulia vitu yenye hauhitaji tu date naye for 5 months ndio atumsome. Unajua some youths here, yeah, huwa wanaenda kama ile kule game ya paka na panya ile ya kunisoma alafu wananisoma. So kila mtu ako na interest of something, ana aim something and the man is aiming something. So hiyo game ya kucheza hivi ndio inafanya mtu anachoka, anasema huyu jamaa sio serious, huyu dem si serious. So inamaanisha you must be, lazima kwanza you know yourself. Jitambue. Kuna wale ambao they don't have patience. Of course. Anaweza pata msichana mahali ama kapata kijana mahali, but you know yeye personally maybe to a personality yake. I'm paid, like for example we have those people wenye kama sanguine, most of them they don't carry patience. Ni watu wenye wanataka kuharakisha mambo haraka. And you find someone like melancholy character, someone yeye mambo yake lazima yapange, lazima itoke from hatua moja kwenda hatua nyingine. And how can you train yourself to find patience
to leading to marriage? First, I can also try to answer that. Yeah. Okay, when you talk about the different personalities, that is why we have the stage of courtship. Yeah. So in a courtship stage, it is the time that you are studying your person's Before personality. you proceed, allow me to ask a question. Yes. What are the difference between relationship and the courtship? Do we have a difference there? Very big. Very big. How? What's a relationship? Relationship, I might have relationship with you because you are Yeah, a friend. colleague or a friend. Yeah. That's a general relationship. But sasa unajua But if you are focused to marry. or you intend to marry or you are contemplating for marriage, Yeah. that's when you belong to category called courtship. Wow. And hilo inachibua tena swali ama inachibua katika mawazo ambayo I know I have come across with, not only within our church but also even deep to the society. You can find someone who is been in a relationship for maybe for some times. Kuna ule ambaye anaingia kwa relationship within few months shabata familia. Kuna ule ambaye ameingia kwa relationship 1 year 2 months. And by the way before even I proceed, nyinyi mlikaa miaka ngapi ama muda gani mpaka mkaamua let's have a family? How long? Brother Sang? Let me not say I think. Yeah. Let's give me some seconds to. It was 2024 March. Yeah. And, That's and when we you said too. And we wedded. Yes, I now tuli chat for almost 2 months hivi. Before niamue sasa huyu unaona. Yeye ako sawa. Actually, okay, let me see into another topic. So I believe we dated for around 1 year and 9 months. Yeah. Or approaching 2 years. So let's stay around mpaka hiyo time ya ku decide around 2 years. Yes. So kuna ule ambaye pengine about the amount of being in a relationship for how long, being in a courtship for how long. Do we have time limit? Do we have like mnapoamua kupendana kama wewe kijana na msichana na mnapakaa tu hivi mkaamua our relationship let it lead to marriage. Do we have time limit? Maybe Brother Sang before I give Sang. There's no, according to me, there's no age limit or time limit for marriage. For marriage. Yani ile yenye inaturekebisha inatuelekeza kwa marriage. Yeah. Because if at all I come and ask that if everything goes well, we can get married. Yeah. But sisi men huwa tutangulizangi hiyo kitu by the way. Hata yeye hakujua nitamuoa. Sikumwambia. So nilimwambia almost 1 year. Yeah. Yes. Ndio ulikuja kumwambia? Yes. Hebu ngoja. Because ukimwambia msichana nataka kukuoa, anakuwa chameleon. Anabadilisha rangi ifit your goal. Yeah. So namwambia mimi I'm talking about marriage no. Siko na deny ati hatutaki kuoana nini. Lakini muonyeshi kusema. Yes. And maybe Miss Sang, you know, it's actually really challenging to men. Some guy anaweza pata msichana mahali na kamsoma kitabia, kikarakta na kaona this lady can be a good wife. She can be a good family. We can have a better family. But now you know the point of getting married. The point of both of you accepting now let's have marriage. It's actually really tricky. You can find mmoja yeye ako ready for marriage, but mwingine yeye hayuko ready for marriage. Like your case, what I've come to discover, your husband was ready in marriage from that beginning point, but ni ile hakukuonyesha mara ya kwanza. The reason being, he wanted you to be satisfied first to him. And so, how do you, at what point as a lady should accept to get married? Because it's really challenging.
Personally, what I can advise ladies is the right time to know, or the right time for you to get married is any time that you get the right person for you. And time to get right person. Right person for you. So ni changamoto bwana. So the right time to get married is But the right time that you get a rich man. no, the right time you get the right Person for you. brother son. How can I know what comes to your mind and then ukasema this is the right partner? The moment you feel your life has begun to develop. Oh, the moment you feel your life has begun to develop. Yes, you'll just notice since I met her, There is a big I think I've advanced in this way and this and this and this. But the moment you find a lady and then you deteriorate, red flag. Wow. So to find the right person, he must bring a positive impact to your life. Sure. Wow, thank you. Maybe Miss Sang, sometimes ladies, you can find ladies ni watu ambao most of them wanategemea mwanaume haongee. Like in your case, you by then as a lady, haunge approach Isaac because that lady nature, approaching mara ya kwanza inakuwa ngumu. Unaweza kuwa in a relationship. There is a young lady ambaye ametufuatilia na amekuwa kwa relationship na anajihisi yeye mwenyewe that huyo mwenye niko na yeye is a right person. But now that right person achaongelea anything kuhusu marriage. Is it good for a lady to initiate that part of marriage to a man for the first time? I think it is very right. According to me, it is very right. Yeah. Because now, at the past, people used to say that the moment a lady say that marry me, Yeah. there must be a mistake with that woman. Yeah. But now currently, it is right. But now you tell him, can we discuss this? Can we discuss? Yeah. So there is that language you have to use. So isikuwe tu ni mwanaume peke yake ndio anasema bwana tufikirie ndoa. Also ladies, you can initiate that using a right language. Yeah, you use the right language. You ask your man, can we discuss this? Then you tell that man the positive side of that marriage. Yeah, if you really want that, because the moment a lady says that can we get married, that lady automatically has a positive side. That lady has observed something very positive in her life, and she feels like you are complete. Yeah. You'll make a good family. So the moment she air out that thing and you discuss together, it will be sorted out. But now if you discuss with that man, you tell that man, okay, can we, you feel that you are very ready, and you tell that man that, can we get married? And the man says, no, I'm not ready. It is a red flag. What? Yes, because now when you are ready and he's not ready, what is, okay, can he speak out and tell you what is that possible to be ready? If he can give out clearly, then you can. Maybe your case was somehow different kidogo ukiangalia jinsi ambavyo tumekuwa tukiangalia from mwanzo. But also we want to challenge our friends wenye wanatuangalia wanatutazama, especially those who have not yet in marriage. Yeah, sometimes our brother here alituambia kwamba mara ya kwanza mnapoingia katika uhusiano, you are not supposed to initiate marriage before ukuwe sure this is the right person. And now your case, you have said that the right person for marriage is when you find the right partner. And for our friends ambao wanatuangalia, brother Sang, yes, you have umetupa ile msingi to find the right wife kama mwanaume. And also yeye ametupia ile msingi to find the right husband as a lady. Yes. How long, at what point as a man you should initiate marriage mind to a lady? The moment you feel or you have checked, as men, huwa tumeweka vipengele kadhaa. Yeah. Useme
for me to marry a lady, I think she should have these qualities. Yeah. Hizi tunaziita viegezo kwa Kiswahili. Na hizi viegezo iwe ina msingi ama katika maandiko. Yeah. Lakini sasa ukiweka viegezo ambazo zinafanya aje, unajua sasa, wacha niwe kama Mkristo. Mimi kama Mkristo nilikuwa naangalia vitu karibu 3. Yeah. Na akifika 70% You decide of. She has qualified. She has qualified. Yeah. Number 1 nitasema tu vitu 3. Niliangalia vitu ya kwanza ni imani yake. Spiritual faith. Yes. Yeah. Mimi ningetaka sana nipate mke ambaye atanifanya nikaribie Mungu zaidi. Wow, that statement is so nice. So you mean haukumpenda tu yeye kama msichana yeyote yule. Yes. Ulimpenda kwa sababu uliona kuna hatua moja atakusongeza katika imani. Kabisa. Wow. So kitu ya kwanza, to find the right partner, that lady, that husband who can push you from one level to another in spiritual faith. Akusongeze karibu na Mungu. Wow, thank you. And then the second thing? The second thing nikaona, because we are in a world, angalau awe ni mtu ambaye amehitimu katika shule. Yani anaweza she can manage something. Si kwamba ati awe na kazi. And by the way, by information, tulipendana kama hatuna kazi, both of us. Both of you mulipendana kama wewe kama mwanaume huko roba anaweza kuitisha credit. Yeah, of course utajituma tu kaende. And because that bring another topic of another day. Sometimes actually as Truthcast Media we have done some simple investigation between young people in our society today. And most of the information we get we find from young ladies that do have not yet married is that most men fear responsibility. Yeah. And actually when you find the young people ukiuliza swali, why are you not married? Why have you not married? You know, anakwambia the first thing inakuja kwa mind, responsibility. Hapo kwa responsibility nitaenda kulisha mke wangu na nini, you know. It's actually really challenging. So wewe ulisema for me to know this is the right person, yeye mwenyewe uhusiano wake na Mungu. And the second thing, someone who is manageable. Yes. Mwenye ako very responsible. So here, our friends, take a look if you want to find a young person. If you want to find a young person who is ready for marriage, be careful in uhusiano yake na Mungu. Mtu mwenye ako very mature in terms of mwenye anaweza manage a family. That's the case of Sang. I don't know your case. I don't know what you are heading to. And also to our friends wale ambao wako na familia. Maybe how can you advise? Actually, it's our responsibility also to educate our young people in our churches, in our families, in our society. You as a father, you as a mother, we educate young people about this issue about marriage. Because if we cannot make marriage, if we cannot make family, then I don't think whether there is that part we are ignoring from God. And so, but back to our discussion today. Yes. Do we have the right age for marriage? Maybe tuanze from Sang. As a lady, answer as a lady, and then Sang will answer as a man. Do we have the right age for a lady for marriage? The right time, I can't say the right age. The right time. The right time. Yeah. Not the right age. I don't agree with the age because now the things are changing in the world. Yeah. Huh? The right time for a lady to get married is when the lady is able to handle things maturely in life. So, the right time, the right season is when a lady can handle something in a mature way. Yeah. And what do we call mature way? For example,
when you get into the family, it's not guaranteed that every day will be laughter all through. Remember, you are getting a person who was brought up from different background and you are also brought up in different background. So now you have to be having this thing that you can talk sometimes this thing and you assume that you never hear, but if your heart is very uko na roho yenye una feel amekukemea, automatically that isn't going to work for you. Every day you'll be just offended. There is something here I want also to learn, not only to me but also to our friends ambao wanatuangalia. By then as a lady, there is that thing which Sang did, and now you said no, Smudge is the right person. Now let me go in for marriage, because you had that time ungesema yes, I find the right person, lakini wacha bado kwanza nijipange. Wewe kama msichana Python, ilifika haje mpaka ukasema now let me go for marriage? Okay, wakati nilikuja kwa akili that now I can go for marriage ni wakati kwanza nilipata kazi. For my case. Kazi ikakufanya ukafikiria ndoa? Si kazi linifanya, basa kumbuka hiyo time tulikuwa tuna date na yeye, sikuwa nimepata kazi. Sasa wakati nilipata kazi nikasema now I'm ready, I can handle some stuff. You know, your case is somehow very different, because ukiangalia huko nje into our society even today, young ladies, some of them even back then into our villages, unapata wengi wao kuna wale ambao waliolewa kwa sababu hawakukuwa na ile income. But wewe wakati ulipata kazi ukasema I'm ready for marriage. Wow, that's bring another topic of another day. Inatupa ile msingi ni wakati gani unafaa ku decide now I'm ready for marriage. And maybe I want you to look back. Kumbuke through hapo nyuma mlipoanza, penye mmefika na penye mnaelekea. Let's start sweet message, you know, about marriage. You know, our young people, they have never tested marriage before, but they are thinking of getting marriage. And for a young person who have not getting married, yule ambaye achaolewa ama kuoleka, kuna ile tu mawazo yenye yanakuja tu kama kawaida by nature. Maybe for example as a lady atafikiria yeye akiolewa kuna ile responsibility akafanya kama kufua nguo. Na pia kama mwanaume kama achaolewa au kama achaoa, kuna ile responsibility he has to provide for the family. But you people, you know something different other than what other young person have said they know about marriage. Maybe there's that also even to yourself before marriage, kuna ile ambacho mlikuwa mnajua about marriage, but wakati mshaingia kwa ndoa, there is that sweet moment you have noted even hamkuwa mnajua. Maybe brother son, wewe kama mwanaume hapo nyuma kabla hujapata mke wako, kuna ile hali ulikuwa nayo, ulikuwa nafanya na ulikuwa na expect ukioa pengine ABCD, but wakati umeoa to start sweet moment hauko umerealize before marriage. Maybe kabla sijaoa nilikuwa najua bado ningali nina safari ndefu. Maana unajua zamani you have to marry. Hata mwenye bado analegea amefika 35 plus years. Maybe ama 40. Still ana hope that one day he will get married or he will marry. So mimi nilikuwa kabla sijaoa nilikuwa nikijua kwa ndoa ni si mzuri. Before marriage? Yes. Ulikuwa unajua ndoa sio mzuri. Venye unajua una live in a society whereby unasikia wewe unadhani marriage ni rahisi, itakukondesha. Wewe unajua marriage ni nini? And of course that's what we find outside there. Mpaka saa hizi kuna watu waamini nimeoa. Because they thought that I was a coward man. Nilikuwa nikisema safari ya marriage haitaji wenye roho nyepesi. Ningesikia hizo vitisho na nini. And even today, and if I can show you my picture before I married,
and now you'll notice a very big changes, A positive change. a very positive. A very I was very skinny man. Nilikuwa mifupa ilikuwa kila mahali. Ngoja kidogo nikuulize. So you want to challenge me that let me use my example. I don't know whether it's the right platform to use because I believe I want to the summer for my case. The moment I will marry, Yes. I will be a big person. Sure. Because you utakuwa umekuwa complete. What about Miss Isaac? Do you believe so? Yeah. So also wewe na wewe ulikuwa mdogo lakini wakati wa ndoa ikakulisha. Wow, that's one, and that's why you are so blessed people. I mean, in fact, you are a very beautiful family. You have a very beautiful family. I mean, and you mean marriage is so sweet. It is sweet. It's very sweet when you find the right partner. And how will you know umepata the right partner? Nikasema utajua the moment umeanza kudevelop, utaanza ku notice A big change. a big changes. Yeah. Kama ulidate mwezi wa kwanza Januari na ulikuwa na azimio fulani, ulikuwa na plan strategies that by this year You have utakuwa to do achieve this. Yeah. And then in that side your lady akusupport towards achieving the goal. Yeah. Uko on the wrong track. Yeah. But the moment unampata na umeanza kuachieve the goals, hata imeanza kukaribia target within few months, that's the person. The right person. Because, and I mean also, si kwamba tu kwa mambo ya rasilimali ama kifedha ama nini, kuna tu ile lengo ulikuwa unakusudia, anafanya anakusongeza mbele, akurudishi nyuma, hata pia kiimani, Anakusongeza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. na ufeel pressure. The sweetness of marriage. Hauta feel any pressure. Wow. So allow me just to make this statement that marriage is so sweet Yes. when you find the right partner. Yes. And to find the right partner is when you realize that that partner whom you find amekusaidia kusonga kutoka hatua moja kwenda hatua ingine. And of course, before even since we began our conversation, our talk, our discussion, you have laid a foundation that in any relationship, God must be the center. Ndio. And now maybe Mr. Isaac Junior, as a lady, is there a logistic for preparation before marriage? Yeah. Which one? So before you get married, I said before, is that you have that you have to start convincing yourself that when you automatically you are not going to reverse back whatever the step that you've taken. Is to be convinced mentally. Yeah. Then the time you are convincing yourself, also don't convince yourself that it has to, but be positive. Yeah. Because now, the moment you enter there, you have to grow that person and also yourself. So when your mind is positive about the person that you are with, you will automatically be growing very well. So that is the main preparation. Apart from finance, if you go there when your mind is very positive, the finance that man can provide himself can help you to grow, because you are very positive and you show a kind heart to your man. So any result that that man gets, itakuja tu kwako. So, Miss Isaac, when a lady wants to get married, he must prepare himself psychologically, spiritually. Ajue tu ni kitu yenye anaanzisha yenye haina reverse. So the moment you have decided to get married as a lady, and once you find the right person, it's something that you cannot reverse. Maybe Brother Isaac, Yes. I'll sit here as a man.
before you get married. There is such preparation you have to do, maybe financially, also in your mind. You have to know about marriage. Into your case, is there any preparation which you did before thinking of now you want to get this is now? Unajua unaweza kuwa uko tayari kuoa ama kuolewa, but now to start that journey, now that come a problem. Is there any preparation as a man? Yes, I did so many preparation. Number one, as soon as I completed my tertiary studies, Yeah. Nikajita mkutano kama mwanaume. Ukajita mkutano. So kitu ya kwanza, mwanaume yeyote kama hujaoa na kuoa, kama hujaoa, enda jite mkutano. Ukishajita mkutano, nini unachiongelesha? Ujiambie sasa you want to be a husband before you be a father. So before unajita mkutano, you must be wewe ndio chairman, wewe ndio na secretary. Yes. So you make sure karamu yuko na hingi unajiandika wewe mwenyewe kwa kitabu. Ndio. Yaha. Nikasema now it is approaching that. Unajua kuna hiyo age sasa, unajua age ya kuwa ama kuoleka ni wewe utajisetia. But hakuna mtu anasema it should be this. Yeah. So mimi nikajisetia age yangu, nikasema I think I should marry at the age of 28 years. Yeah. So at the age of 26 years nikaanza plans. At the age of 26 years you want to get married at the age of 28. Yes, ni matamani yangu kwamba I think nisipite 28. Tusipite 28. Najiambia. Sasa nataka ukue very realistic to this point. Yes. Because I know there is young person there. Yes. Labda yeye alikuwa anasema mimi sitaki kupita 25, mimi sitaki kufika 26, sitaki kufika 27. Yes. Amefika 23. Anasema mimi sitaki kupita 25. Anafika mwaka wa 2024 imefika. Naangalia sasa hii 25. Ai, waje tubange afundishe tena procrastination dangers. And what was your by the way before even we proceed as per you? Yes. That plan, that idea you had that mimi sitaki kupita 28. Yes. Ilitimia before ama after? Ilitimia exactly. Exactly. Now give us that clear plan how it come to happen that by the age of 25 as per your plan. Yes. Ukampata mke wako. So mimi nilijipanga kama mwanaume. Hiyo kujipanga ndio kwa sababu kuna mwanaume kule anasema mimi nataka kuoa hii mwaka, I want to get married, I want to marry this year, but now that logistic is really challenging. So mali wanaume tunaangukia wengi ni tunangoja ufike hiyo miaka unasema na ujipangi. Unajipangi. Miaka itafika but na itafika lakini hapa kwa kujipanga ndio tunaanguka wengi. Yeah. So mimi what I did na it might not work to the other person because of mali tunatoka. But it can challenge someone. It can challenge you to think of what to do in your locality where you come from. So mimi nikamaliza university, nikaanza mambo ya ukulima. Nikaingia shamba huko nikakuwa vegetable vendor. So you plan your marriage before financially. Financially I am too sasa ni ile preparation ya finance. Unajua huwezi panga psychology na ukose kumalizia kitu. Kuna vitu inaenda kama God the Father the Son and the Holy, inaenda ni kitu kama trailer moja. Yeah. So unajipanga psychologically, ujipange financially na ujipange spiritually. Yeah. Yote inaenda pamoja. So financially nikajipanga kwa kuanza kuwa vegetable vendor. Nikamaliza pale nikasave nikanunua kamera. Nikamaliza ulikuwa unataka kukuwa photographer? What was the purpose of camera for marriage? You know, some things are actually here there is something here we want us to understand, not only to me alone but also to our friends that who are watching. Ulikuwa unajipanga ukanunua camera. Now what are the responsibilities of camera heading to marriage? Kamera nilikuwa najua kuna siku nitahitaji video ama mapicha kwa sherehe yangu.
So ninajaribu cut the cost. So photographers outside there, we are sorry, we are going to plan ourselves for marriage. Mchipange hiyo makamera zenu. So we are sorry because yeah. So nikapungua so the plan to cut off the expense of marriage. Na itakuwa imebaki ni yangu. Najua kuhaya, I don't see hui market ya cameraman and ladies. Because the budget of media during your wedding, it's so expensive. It is so expensive that ungekuwa umenunua nini yako na upe mtu kidogo kitu ya mkono hapo akufanyie. Na equipment ni zitabaki kwa zako. So meaning your first plan is to cut off the expense for marriage. Yes. I like that statement. So now kumbuka mimi ni mkulima. So mambo chakula inatoka kwa shamba. Already iko well sorted. Imepungua because kitu sasa na meja hii ni vitu hazipatikani kwa ardhi. Personally I can imagine why Miss Sang as able to feed her husband because penye alienda alipata mboga imetengenezwa, yeye ni kupika. I'm seeing how that beautiful family it is. So in that journey ya kuprepare nikakuwa photographer. I was a photographer, videographer. Yeah. Just after graduation. So nikafanya kazi na marafiki zangu wawili. And I'm happy the second friend of mine is marrying next month. This month that is 17. This month that is 17. Yes. Yeah. So nikafanya kazi na majamaa, mmoja akaenda UK, mimi nikabaki. So nika save pesa during the events. Unajua sasa masherehe inashikanga mwezi wa 4, 8 na mwezi wa 12. Yako ilikuwa lini, mwezi gani? Sherehe yangu ilikuwa last year December. So uliamua ukasema mimi sifuki mwaka kama sina bibi. So nika save pesa ikafika amount sitaki ku disclose. Nikaona this one now kaniketa inaweza nisaidia mahali. But ni ile una spend wisely. Yeah. Because uko na lengo kubwa mbele. Yeah. Aya, nikafika hapo. Sasa imagine sasa hiyo tuna date, so si ati ninafanya tu mambo na pengine anajua alikuwa anajua nimegraduate lakini nafanya kazi yenye sijasomea. So yeye alikuwa anajua una save pesa kwa ndoa yenu. Anajua tu ni hustle tu kama mwanaume unajituma. Lakini ni lakini ajui ati itaweza fanya nini uko mbele. Wow, so it's actually challenging to our friends. We as men outside there, before you get married, prepare yourself psychologically and also plan for your marriage. Don't wait the church to plan for you. Don't wait the society to plan for you. Don't wait even to your family, maybe your father, your mother, to plan for your marriage. Yes. It's your responsibility. Don't wait to be questioned. Unaleta mtu lini, unafanya nini? Lakini sasa hiyo lugha bwana imejaa kanisani. Ukiona unaulizwa, haujaonyesha hiyo nia. But shida wakati mwingine hapo naweza jitetea kidogo. Hapo I can maybe the problem is, and actually if you can remember before the way we started our discussion, to start part which we tuliangalia partner can be ready but the other partner is ready. So you can find a young person out there, yeye amejipanga, shida tu bibi. Unaweza bada msichana amejipanga from what we discovered from our from Miss Sang. Yeye amejipanga, anasema mimi mwenyewe penye nimefika saa hii nataka nipate mzee. Lakini sasa shida tu ni mzee. So inaweza jibu niseme kitu inafanya tu inaweza kuwa among the reasons why wewe uko ready na unaenda ule anakuambia yuko ready. There are some factors to consider in selecting a partner. Let me tuongee kama mimi na wewe sasa nikuulize huyo the intended wife to be my girlfriend. Uko na miaka ngapi na yako na ngapi? Sasa swali hebu likaanzia kwanza ako ama yuko. Hapo sasa ndio kuna kwa changamoto kidogo. Kama yuko tuseme sasa unapanga kwenda wa miaka ngapi? Uwezi enda mtu wa 30 years una approach mtu amaliza form 4 last year. Na una expect akue ready. So
Wewe uko financially stable kabisa, 100 sure hata yana ako sure Uko financially uko sawa. Ehe. Ama maybe uko na gari. Ehe. Ama uko na vitu yenye hazina maana. Ehe. So consider hii, wewe as a man uko na miaka 30 na unaendea mtu wa 21 years. Unajua age gap hiyo? You mean also in marriage there is age gap? Yes. Don't marry mwenye utamtreat kama mtoto, ama yeye atakuona kama baba yake ama ndugu mkubwa. Kuna changamoto hapo. So, kuna changamoto hapo. Kuja hapa katikati si mbali na si karibu. Inakusaidia hata kwa kureason, because the moment uta reason, you reason as a man or as a elder, yeye ata reason as a girl. Yeah. So the moment una approach mtu ako so low to you, hiyo ni shida ambayo unafanya unauliza kila siku mtaleta mtu nini. Kumbe wewe sio mimi, ni ule kijana mwenye anatazama. It's not me, that person mwenye anatuangalia. So, factor number 2, factor number 1 is age. Factor number 2 is academic. Yeah. Uwezi umemaliza shule, umemaliza shule as a man na tayari maybe umesecure ka job kidogo. Yeah. And then yeye anang'ang'ana kumaliza 4th year ama college. Yeah. So hiyo time ujepea huyu room ya kufeel adjust from schooling to real life. Wewe umefika hapo, I need maliza tu graduate hivi kama tumeenda. Hiyo unampea pressure yenye utafanya kujiulize pia mbona hujaleta mtu. Ja msingi hapa nimeweza kuelewa as a young man outside here mwenye achaoa. Yes. Wakati unapotafuta mchumba. Yes. They also consider the age. Consider inasaidia sana. Usikuwa unatafuta ule mwingine mwenye unatafuta vifaranga huko chini, wewe ni mkubwa huko ama so meaning we find someone whom we can reason together. With. Mwenye mnafikiana kwa mawazo. Kabisa. That's a wonderful statement. Allow me just to remind our friends, Truthcast Media, the Adventist media platform where we share the word of God, and of course we thank God now that we are almost ending the discussion. Tumekuwa na discussion about love. And sasa tumefika almost to the end. But before tumalize, I want to request Miss Sang. There is this statement that even your husband alikuwa mention before marriage, that wengi walikuwa na mutisa, unajua marriage si kitu rahisi, you know, marriage unaenda kuteseka, marriage kuna hautakuwa na freedom fulani, you know, some of the concept yenye watu ambao wamehoa wanaonekana kuchangia kutohoa kwa vijana wa siku hizi. And also some of them, and in fact it was last week someone posted in status akasema ni advice gani unaweza kupatia kijana ama msichana ambaye achaolewa ama kuoa, na someone commented akasema ndoa ni shida, hatutaki kuteseka peke yetu, just marry, meaning outside there there is information which is not right about marriage, especially to ladies. Wengi unapata huku nje wanasema mimi ndoa sitaki kwenda kuteseka saa hii, wacha kwanza nikule raha kama msichana. How can you advise that young lady outside here mwenye anaona ndoa iko na changamoto yenye hachawahi elewa kuhusu marriage? Okay, what I can advise ladies is that marriage is a beautiful thing. Yeah, marriage is a beautiful thing. Yeah, it's really beautiful. And if they are not sure, let them look at us. Okay. If you are not sure about marriage beautiful, tafuta familia ya Sang, and they will tell you how beautiful family it is when you find the right partner. Yeah, it's a beautiful, and the beauty of marriage is it starts with our thinking. For example, the one thing that is affecting youth that it can keep on discouraging them is that too much expectation about life. Yeah. And then you have to live a life that okay, there is this thing that when you are a youth,
unataka a lot of pressures. Yeah. Unataka leo, okay, you have a man but you want that man to spend more and more. For example, today ukwe out hapa, the following day uende out ingine. Another thing tena ni discuss your man with other ladies. Those people are different people. And what this one wako anafanya is different from mwingine anafanya. And you don't know what they are doing at the end of the day to get this money. So what make marriage to be sweet is when you are ready, you understand your man. Unajua tu huyu mwanaume ni wangu, si kwa wengine. So you carry that man at your individual level. And also it's also challenging to men outside there. When you are in love with any lady or that lady you call your wife, expected wife, carry that lady as yours. Sisi ni kwa wengine. You be careful. Unampeba tu kama wako pinafsi. And that brings the center of Truthcast Media, that where truth meets faith. In our how we make Christ to be center. And then when we talk about Christ actually gave us his love. And na hiyo upendo tutaionyesha wakati unapobeba mwenzako kama wewe. Unapombeba mwenzako kama wewe. So anything you need about, and chochote unachokihitaji kuhusu mwenzako, you carry that love to kwake pia. When you have your person in your heart, automatically out a struggle. Maybe wako amekuletea this today na waula amemletea something that is little bit expensive kwake, hautakuwa na that thing that unamcompare because ume-accept na you believe that tomorrow you are going to be better people together. Wow, thank you. There is this last question, maybe talk that most young people have said there wanashindwa kulielewa, either kikanisa, kifamilia ama society. I'm not talking about specific, but I know you come from a society, you come from a church, and huenda mmepatana na kitu kama hivi, na pia wakati mwingine before marriage, before you people mkuje kuelewana kuoana, huenda mlipatana nayo kwa njia moja au nyingine, about the point of getting someone you love, but he also comes from a different culture. How do you handle marriage? I mean, kuna mwanaume kule ama kuna kijana kule ama msichana kule, yeye huenda amepata mchumba na akafikiria huyo mchumba is the right person. Anapomwangalia the way ana react, the way wanaongea, the way even character, and I feel this person, he also is the right person. But now the biggest problem, anafikiria tu hivi, huyu mtu anatoka from a different tribe, a different culture. How do you handle that when you find right person from a different tribe? Or finding right person, lazima itoke from the same tribe, maybe brother Isaac? Sisi wote ni watoto wa Mungu. Oh, so the tribe here is? Haifai izingatiwe vile. Kama mwanadamu. Kama Mkristo. Kama Mkristo anafaa. Kama mwanadamu inafaa consider, lakini kama Mkristo, you should not measure him that itakufanya sasa ukose the right person the way you want to say he was the right or she was the right. Yeah. But you know, any statement comes. But it seems to change the first statement. Yeah. If you are not ready for their things. Yeah. Their things. Yeah. Their culture. Usiende unless umefanya utafiti na ukasema I will be comfortable in all, kwa masherehe, mazishi, mali, na usikuje kushangaa tena na unatuambia hapa sahi tribe imata. Ananipenda, mnapendana, tunapendana, ana provide. Hiyo yote ikiwa uko tayari kwa mambo zingine, proceed, na usisumbue wazazi wako baadaye ukisema mama nimeambiwa nifanye hivi na nimeogopa. But the good news is that now we have Christ. Kuna mahali sasa nimesoma Western hapa, nilikuwa Masinde Mliro. Yeah. So if you talk anything about Muluya, I know what contains about Muluya. Nani elder wa kanisa. So kuna mahali I think
wewe kama Mkristo, wewe ni kuna mashosho huko mbele. Kuna vitu watakuinstruct ufanye yenye utajiita Mkristo time. Yani it's like you must do, they are not requesting. Yeah. So ikiwa umefanya utafiti na ukasema wacha niingie laini, usikuje ukakuwa worried pale mbele. Yeah. Yeah. Prepare yourself psychologically. Yes. Wow, actually it has been a very wonderful discussion, and personally nimefurahia kuwa pamoja nanyi sana. Asante. Nimeshukuru sana familia ya Junior. I really want to appreciate you being part of this discussion, and maybe we'll also plan another one. We talk more because tumechibua mambo mengi sana kama maisha ya vijana, ambapo pengine tungetamani kuweza kuzungumzia ili yakaweze kufikia yule kijana ambaye yuko kule nje, yuko kule katika familia, also in our churches. This story about marriage is actually challenging to current society. Siwezi jua kule nyuma wasasi wetu how it was, but I can take assumption that today marriage is only happy when you know what is marriage. Sure. And also marriage can be very something which is very painful when you don't understand marriage. Maybe the last word yenye ungeweza kuambia wale wote ambao wanatutazama, kuna mzazi, kuna kijana ambaye anatuangalia ama kututazama, what advice ungeweza kumwambia? Tuanze na Miss Sang. What I can say is everything in life attitudes to make it very simple and very interesting, you invite God. You invite God. Yeah. So when we talk about marriage, before you enter in marriage, invite God. A wonderful statement. Yeah, Brother Sang. Two advice. Umesema moja itoshi, muko wawili. Give us. So ya kwanza ni jisalimishe kwa Mungu. Submit yourself to God. Akudrive. Like I don't, you can't make it. Usijiendeshe kwa ndoa. Mungu akuendeshe. Ukijiendesha itakuramba. Mambo itakuwa ni rahisi, itakuwa mbaya. Number 2, tusome nini? Maandiko. Na umenikumbusha kitu hapo. Nimeona kitu imeandikwa The Adventist. Nimekuwa nikisoma hii kitabu, nilipewa siku ya harusi yangu. Inaitwa The Adventist Home. Nilipewa zawadi na kanisa inaitwa Sunrise SDA Kericho. Nimesoma hii, imenifundisha mambo yenye sikuwa najua, hata sikuwa najua inaweza nipata ndani ya ndoa. So naweza encourage vijana tusome vitabu kama hizi na Biblia ili ikufanye Mungu akuongoze ili usijiongoze. Wow. Thank you. Yes. So mambo mawili haba. Usijiendeshe kwa ndoa, kubali Mungu akuendeshe. Kabisa. Kitu ya pili, kuwa yule ambaye anasoma maandiko. Yule ambaye anatafuta kujua zaidi kuhusu Mungu. Nimependa sana discussion. I'm really blessed to have you people, and I'm very very grateful. And because tulianza na prayer warrior with your wife, you as husband, as a father in that family. Tufungie kwa ombi. Asante. Tuombe. Mfalme uishie juu mbinguni, asante kwa kuwa umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza kipindi hii, na kwa kweli umetuongoza jinsi tulipokusii, utupe mwelekeo na mjadala ambao itatufanya tuzidi kujua mengi kuhusu upendo na masuala ya ndoa. Asante Mungu kwa kuwa unazidi kutufundisha kwa njia mbalimbali kupitia maandiko. Asante Mungu kwa kuwa unazidi kubariki kila mmoja ambaye anaazimia kuoa ama ambaye amekwisha kuoa. Zote tu watoto wako. Utufunganisha nira siku zote na upendo wako upate kukita katika maisha yetu, ili tunapojifundisha, maana wewe ndio upendo kuu, ulitangulia kutupenda katika damu ambayo ilimwagika Kalvari. Utuongoze siku zote hadi tutakapoonana tena siku nyingine, na tusipoonana wacha maneno ambayo tumepata
kuyazungumza siku ya leo yapate kuenea katika ulimwengu kote ili kutufanya tukukaribie katika maisha yetu. Asante, na ni katika jina la Yesu aliye mwamba na mwombezi wetu. Amen. Nashukuru. Goodbye. Have a blessed time.